Amemwambia Waziri Mkuu Netanyahu kwamba vita vyake na Iran vimekwisha, anasema Rais wa Marekani Donald Trump kupitia ripoti maalum. Rais wa Marekani Donald Trump amemwambia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kwamba wakati huu hapaswi tena kuanzisha mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Shirika la habari la Axios limenukuu chanzo chenye ufahamu wa moja kwa moja wa simu ambayo Rais Donald Trump alimpigia Netanyahu akimwambia kwamba kwanza hahusiki na mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani na Iran, lakini pia hapaswi kuishambulia Iran kwa namna yoyote ile. Rais wa Marekani Bwana Trump alimwambia Waziri Mkuu Netanyahu mnamo Alhamisi kwamba ni wakati wa kumaliza vita na Iran. Shirika la habari la Axios limeripoti siku ya leo ya Jumamosi. Afisa mkuu wa Marekani aliambia Axios kwamba Trump alimpigia simu Netanyahu siku ya Alhamisi jioni na kuelezea uwezekano wa makubaliano ya Marekani na Iran kama mpango mkubwa. Alimwambia kwamba Marekani kwanza haitashambulia tena nchini Iran, lakini pia akamweleza kwamba hata yeye hapaswi kufanya mashambulizi huko Lebanon wala ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Huo ndio mpango, Trump alisema, ni jambo kubwa na ni wakati wa kumaliza vita hivi. Afisa huyo alisema kuwa Netanyahu alimweleza Trump wasiwasi wake kwamba mkataba huo lazima ushughulikie mpango wa nyuklia wa Iran, lakini akaepuka mabishano yoyote muhimu na rais huyo wa Marekani. Bibi pengine alielewa kuwa mpango ulikuwa karibu kutokea na kwamba hangeweza kuzuia, alisema afisa huyo. Axios ilinukuu chanzo chenye ufahamu wa moja kwa moja wa simu hiyo ambayo alisema Netanyahu alishikwa na tahadhari na makubaliano yanayosubiriwa. Chanzo hicho kimeongeza kuwa Waziri Mkuu wa Israel hakuhusika moja kwa moja katika mazungumzo hayo na kati ya Marekani na Iran. Amekuwa akiwasiliana na mshirika wake Washington ili kupata taarifa kuhusu hali ya mazungumzo ya Marekani na Iran. Axios ilisema Israel inaepuka ukosoaji wa umma wa makubaliano. Kwa mujibu wa Axios, maafisa wa Israel wakiwa na wasiwasi kuhusu yaliyomo katika mkataba wa Marekani na Iran, lakini wameepuka kukosoa hadharani. Hata hivyo, moja kati ya jambo ambalo linatajwa ni kwamba Israel ina hofu ya kuachwa peke yake katika uwanja wa vita, na moja kati ya simu ambazo zilikuwa na mushkeli ni baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kumtusi Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu huku akimwambia atamwacha peke yake katika uwanja wa vita na kwamba hatampa msaada wowote. Ninaelewa wasiwasi wa Israel, afisa mmoja wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari mnamo Ijumaa. Hezbollah iliua Waisraeli wengi wasiokuwa na hatia, hasa raia wa Israel. Kwa hivyo hatutarajii nchi yoyote kuacha haki yao ya kujilinda na ama kulipiza kisasi kama ambavyo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anafanya kupitia jeshi la IDF. Tunachotarajia ni kwamba ikiwa tunaweza kuwa na kila mtu kushiriki katika mchakato wa amani, kila mtu mwingine atafanya vivyo hivyo, afisa huyo alisema, akiongeza kuwa Washington ina imani kwamba Israel itaingia katika mpango huo. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz alisema siku ya jana Ijumaa kuwa mapatano hayo yanasubiri kutekelezwa yanatokana na tathmini ya Trump kuhusu maslahi ya Marekani, akisema kuwa Israel inahifadhi haki ya kuchukua hatua kwa uhuru dhidi ya mpango wa nyuklia wa Iran. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Israel ina wasiwasi zaidi kwamba mpango huo unaweza kuzuia operesheni za IDF dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Afisa huyo mkuu wa Marekani aliambia Axios uungaji mkono zaidi wa Iran kwa Hezbollah utakiuka makubaliano hayo, kama vile mashambulizi yoyote ya Hezbollah dhidi ya Israel yangekiukwa. Wanajisikia kama wanapoona masharti kamili ya mkataba huo na wanapotathmini hilo, kimsingi lazima kuwa na uwasilishaji kutoka kwa Iran kabla haujaleta manufaa yoyote, kwamba wataridhika na hilo, afisa huyo alihitimisha. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment. Kadhalika usisahau kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.